Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali pa upendo, asili na fahari ya Kiafrika. Katika kila jina kuna hadithi, hadithi ya matumaini, uzuri na utambulisho. Leo tunakuletea majina 40 ya kike ya Kiafrika yenye maana za kina zinazogusa moyo na kuisha roho ya mtoto wako hata kabla hajazaliwa. Haya si majina tu, ni zawadi, ni urithi, ni moyo wa malezi unaoendelea kupiga kila mzazi. Jina la kwanza hadi la 10 ni majina ya Kiswahili kutoka Afrika Mashariki. Jina la 11 hadi la 20 ni asili ya Afrika Magharibi ambako ni Nigeria, Ghana na kadhalika. Jina la 21 mpaka jina la 30 ni majina ya asili ya Afrika ya Kusini. Jina la 30 mpaka jina la 40 ni mchanganyiko kutoka Afrika ya Kaskazini, Kati na nyinginezo. Nitaanza na jina la kwanza mpaka la 10 ambayo ni majina ya asili ya Kiswahili ya kutoka Afrika Mashariki. Jina la kwanza ni Amani. Maana yake ni amani na utulivu. Jina la pili ni Zuri. Maana ya hili jina ni mzuri au mrembo. Jina la tatu ni Neema. Maana ya neema ni baraka na rehema. Jina la 4 ni Sanaa. Maana yake ni sanaa au ubunifu. Jina la 5 ni Baraka. Maana yake ni baraka, neema kutoka kwa Mungu. Jina la 6 ni Asha. Maana ya Asha ni tumaini. Jina la 7 ni Nia. Maana ya hili jina ni kusudi au dhamira. Jina la 8 ni Imani. Maana yake imani au kuamini. Jina la 9 ni Safia. Maana yake ni safi au mnyoofu. Jina la 10 ni Subira. Maana ya hili jina ni uvumilivu. Jina la 11 mpaka jina la 20 ni majina ya asili ya Afrika Magharibi ambako ni Nigeria, Ghana na kadhalika. Jina la 11 ni Adaeze ambayo hii asili yake ni Ibo ambayo ni binti wa mfalme. Jina la 12 ni Amara. Amara pia ni kutoka kwa Ibo ambao ni neema au uzuri. Jina la 13 ni Yaa. Maana yake hili jina linatoka kwa Akani, mtu aliyezaliwa siku ya Alhamisi. Jina la 14 ni Efe. Hii Efe maana yake ni mtu wa amani. Jina la 15 ni Ifunanya ambayo imetoka pia kwa Ibo ambayo maana yake ni upendo. Jina la 16 ni Neka. Pia hii ni kutoka kwa Ibo ambayo ni mama wangu ni mkuu. Jina la 17 ni Temi. Hii Temi imetoka kwa Wayoruba, maana yake inayomilikiwa na mimi. Jina la 18 ni Tolu. Hii Tolu imetoka kwa Wayoruba pia, maana yake kuinuliwa kwa Mungu. Jina la 19 ni Efua. Efua hii inatoka kwa Wakani, maana yake ni mtu aliyezaliwa Ijumaa. Jina la 20 ni Abena. Abena pia inatoka kwa Wakani ambayo maana yake ni msichana aliyezaliwa Jumanne. Jina la 21 mpaka jina la 30 ni majina ya asili ya Afrika ya Kusini. Jina la 21 tunasema Naredi ambayo hii imetoka Sesotho ambayo maana yake ni nyota. Jina la 22 ni Thandiwe. Thandiwe inatoka kwa Wazuru, maana yake ni mpendwa. Jina la 23 ni Zola. Zola ili ni jina kutoka Hosa kwa Wazuru pia ambayo maana yake ni amani. Jina la 24 ni Ayanda. Ayanda pia ni kutoka kwa Wazuru, maana yake anayekuwa au anayeongeza. Jina la 25 ni Lindiwe. Lindiwe inatoka pia kwa Wazuru ambayo maana yake aliyesubiriwa. Jina la 26 ni Nomvula. Nomvula hii pia inatoka kwa Wazuru, maana yake ni msichana wa mvua. Jina la 27 ni Sifesihe ambayo hii pia ni Wazuru ambayo maana yake ni zawadi nzuri. Jina la 28 ni Bure. Bure hii inatoka kwa Hosa ambayo maana yake ni uzuri. Jina la 29 ni Hanyi. Hanyi hii inatoka kwa Wazuru, maana yake anayeleta mwanga. Jina la 30 ni Gurulethu. Hii pia inatoka kwa Wahosa ambao maana yake ni kiburi
chetu. Jina la 31 mpaka jina la 40 ni mchanganyiko kutoka Afrika Kaskazini, Kati na nyingine. Jina la 31 ni Amina, ambalo hili ni jina la Kiarabu au tunasema Kiswahili, maana yake mwenye uaminifu. Jina la 32 ni Fatma. Hii Fatma inatoka Afrika Kaskazini, ambayo maana yake ni mpendwa wa Mtume. Jina la 32 tumeshaona ni Fatma, ambayo imetoka Afrika Kaskazini, tumesema ni mpendwa wa Mtume. Jina la 33 ni Makena. Hii Makena ni kutoka Kikuyu kwa Wakenya, ambayo maana yake ni mwenye furaha. Jina la 34 ni Tatu. Tatu ni jina la Kiswahili ambalo lina maana watatu au mtoto aliyezaliwa watatu. Jina la 35 ni Nuru. Hili ni jina la Kiarabu, Kiswahili pia maana yake ni mwanga. Jina la 36 ni Jamila. Maana ya Jamila ni mrembo. Jina la 37 ni Chinara. Hii Chinara inatoka Nigeria, maana yake ni Mungu anafanya vizuri. Jina la 38 ni Eshe. Eshe ni jina la Kiswahili ambalo linamaanisha maisha. Jina la 39 ni Halima. Maana ya jina hili ni mpole. Jina la 40 ni Zahra. Maana ya hili jina ni mchanga, ua au ua linalong'ara. Katika kila jina kuna sauti ya upendo, kuna wito wa kulea, baraka ya jadi na ahadi ya kesho njema. Majina haya si tu maneno, ni zawadi za moyo, ni mizizi inayofungana na ardhi yetu na ni mapigo ya upendo kwa wale tuliowaita watoto wetu. Asante kwa kuwa nasi hapa kwenye Moyo wa Malezi, ambapo jina lina uzito na kila mtoto ni hadithi ya thamani. Ikiwa umeguswa na jina lolote au umejifunza kitu kipya leo, tuandikie kwenye comment. Tuambie jina gani limekugusa zaidi moyo. Usisahau kulike, kushiriki video hii kwa wazazi, wajomba, mashangazi au marafiki wanaotafuta jina lenye maana. Na bila shaka subscribe ili tuendelee kusafiri nasi katika safari hii ya malezi, urithi na upendo. Mpaka wakati mwingine, kumbuka kila jina lina roho na kila roho inahitaji malezi ya kweli. Asante, tukutane tena kwenye video inayofuata.